Mabingwa watetezi KMKM, mwalimu hongera kwa mchezo mzuri na alama 3 ambazo zinawavusha kuingia katika hatua nusu fainali ya kombe la FA. Asante. Mchezo ulikuwa namna gani kucheza na Mlandege katika hatua hii ya knockout stage? Mchezo ulikuwa mgumu kwa sababu tunaheshimu Mlandege na timu nzuri. Lakini kama sisi tumepanga, tumejua udhaifu uko wapi. Tumefanya mazoezi katika kiwanja cha mazoezi. Na hii ndio faida yetu. Maana tulijua udhaifu uko wapi, tunashughulikia kwa haraka na goli la pili ndio kama tulivyoona. Tunaona kipindi cha kwanza mlicheza kwa kuheshimu na kwenda kuwashambulia kwa zamu na mkapata bao la mapema haswa. Lakini tuliona game plan ya kipindi cha pili ilikuja kubadilika. Kipi ambacho uliwaeleza wachezaji katika dressing room? Kikubwa tumwambia wachezaji hii mechi ni ya kujitolea. Sawa tumekuja na mpango wetu, tumepata goli lakini wamerejesha. Lakini tumekuja na plan nyingine kwamba tujiripue, maneno nini, tujiripue na tumejiripua kupata goli la pili. Sasa mipango ya KMKM wakiwa kama mabingwa watetezi katika kombe hili kwenye ligi kuu kule, mambo si mazuri sana, lakini katika kombe la FA mipango ipo kwa namna gani? Mipango yetu naweza kusema iko pale pale. Tunataka tutetee ubingwa wetu wa FA kama mwaka jana tulisuasua, lakini yani katika ligi kuu tulisuasua, lakini katika FA tulifanya vizuri na tukawa champion. Na mwaka huu malengo yetu tunakuwa ile utamu wa kucheza katika kombe la shirikisho la Afrika bado na wanaodia wana KMKM. Sahihi. Na mnatamani kurudia tena huko? Tunatamani kwa sababu tunashiriki mashindano makubwa, tunapata experience ya kutosha. Imani kwa mwaka huu tukiingia tutafanya vizuri. Neno lako kwa mashabiki wa KMKM ambao leo hawajitokeza kwa wingi sana licha ya kwenda kupata ushindi wa mimi naambia wanachama na wadau wa timu ya KMKM waje kwa wingi, wapate hamasa ya kutosha ili timu yao izidi kufanya vizuri. Shukrani sana. Mchezo umetamatika na hongera kwa alama 3 na kusonga mbele katika hatua ya nusu fainali ya FA. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pili napenda kusema asante kwa sababu umetoa hongera, nashukuru. Nashukuru. Yes, tunaona kipindi cha kwanza ameweza kupata bao kwa dakika za mapema sana. Hivi si ya ushindi wa goli la mapema, kitu ambacho mwalimu aliwaambia wakati mmoja kucheza na Mlandege? Si ya ushindi kwamba sisi tuna mwalimu mzuri, mwalimu wetu anaamini vijana. Kwa hiyo maelekezo ambayo ametupa kwenye uwanja wa mazoezi ndio ambacho kitu tumekuja kukihamishia kwenye mazoezi. Alituambia kabisa kutoka tunatoka kambini kwetu, akatuambia kwamba game itakuwa tafu, lakini tujitahidi tupush, tuongoze, tukishapata goli maana mechi itakuwa nyepesi kwa upande wetu. Kwa hiyo ndio ambacho kitu tumekuja kukifanya hapa. Tumepata goli la mapema japo wakawa wamerudisha, lakini baadaye tukaja kupata goli jingine la pili na hatimaye tumetamatika kuchukua pointi 3 muhimu. Ni mabingwa watetezi wa kombe hili la FA. Hivi sasa mnaelekeza na kwenda kulitetea. Kipi ambacho labda mwalimu anawaelekeza, lakini mimi kama wachezaji mnazungumza kuelekea kwenda kutetea ubingwa wetu? Hilo linawezekana, ndio kila mchezaji na mwalimu kiasi anatuambia kwamba sisi ndio tulikuwa mabingwa na hii nafasi inatakiwa tuipate tena, kwa sababu bado tunatamani kufanya vizuri zaidi ili tucheze tena nini mashindano ya kimataifa, kwa sababu vijana tunataka kutoka. Kwa hiyo inawezekana, toa shaka, kwa sababu tumeshajipanga kwa ajili ya kuchukua tena hii kombe. Kuna ugumu kwa namna gani kucheza na Mlandege tena katika hatua ya knockout stage katika mchezo huu? Ugumu upo kwa sababu Mlandege pia ni miongoni mwa timu kubwa. Mlandege ni timu kubwa, wana wachezaji wazuri ambao ni quality player. Kwa hiyo pia sisi ndio maana umekuta mwalimu akatuambia tuzidi kupush, tujikaze, kwa sababu Mlandege ni timu kubwa. Kwa hiyo tumejitahidi na sisi tumeonyesha ukubwa wetu, hatimaye tumeweza kupata pointi 3. Kwenye ligi kule hamko katika nafasi nzuri sana. Kipi ambacho labda unawaambia kikosi cha kuzuia magendo KMKM kuelekea katika mchezo ambao ni sahihi? Ni kweli kwenye ligi tuko nafasi nzuri, lakini bado ligi haijaisha. Tunaamini kwenye top 4 bado tutamaliza kwenye top 4 katika ligi kuu, lakini pia na huku tunaahidi tunachukua kombe, tunacheza mataifa. Kwa ile ladha ya kucheza katika ligi za kombe la shirikisho bado inanogea. Ile ladha bado ipo kwa sababu kila mtu anatamani, unajua, kwa sababu vijana wengi bado hawajasafiri, kwa watu wengi wanatamani kupanda ndege kufanya nini, unajua. Mechi ya mwisho ulicheza na Azam FC katika dimba la pale Chamazi Complex. Kwako ilikuwa na faraja kwa namna gani kwenda kucheza na Azam pale? Ilikuwa na faraja kubwa, pia kila mchezaji alikuwa na amani moyoni mwake kwa sababu Azam ni timu kubwa. Kwa hiyo kila kitu tunaamini wakati wa Mungu ndio kila kitu kinatamatika. Kwa hiyo tunashukuru sana, tutaendelea kupambana. Azam ni timu kubwa, tunaamini katika tena mizunguko hii kama Mungu atabariki basi inshallah tunaweza tukakutana na Al-Ahly akina nani huko mbele, si unajua. Kwa hiyo tutafurahi sana kama hicho. Sawa basi, mtakatifu kila la heri. Asante.